nyimbo, kwa sababu nyimbo ni mojawapo wa ibada ambazo tunafanya nini? Tunafanya. Sasa tunaomba ya kwamba Mungu awatumie na awabariki sana. Amen. Miongoni mwenu kuna marafiki wangu, wakati sitawataja lakini niko na wengi. Lakini kama wewe ni rafiki yangu, jua ya kwamba nimekutambua na Mungu awabariki. Amen. Sabato hii nimepewa nafasi hii ili nipate kuhudumu pamoja na nyinyi. Kwa majina naitwa Saul Okeli, ni chaplain wa Turkana University, na niliona ya kwamba nilikuwa nyumbani kwa sababu wako long holiday, na pia tulikuja kwa sababu tulipoteza pastor mwenzetu, Pastor Martin Juma, pastor wangu wa nyumbani wa district ya nyumbani. Tulimpoteza na tuposa tukaona ya kwamba kabla hatujarudi tukue tukimuomboleza na pia tuabudu pamoja na nyinyi. Najua ya kwamba sio rahisi, lakini tunajua ya kwamba kwa sababu ya uwezo wa Mungu yote yanafanya nini? Yanawezekana. Nilisema ya kwamba sabato hii inaitwa nurture and retention. Si ni ukweli? Na tunaambia kwamba Mungu ana kusudi kwa kila jambo. Mungu ni Mungu wa mipangilio. Ya kwamba alipoumba ulimwengu huu, unaposoma Mwanzo 1:31 inasema ya kwamba na tazama vyote alivyovifanya vilikuwa nini? Vilikuwa vizuri tena sana. Wanasema ya kwamba vilikuwa vyema tena sana. Acha tuombe. Mungu Baba, ni wakati mwingine mwana wako amesimama ili kunena na binti na wana wako. Nena pamoja nao, niwe chombo tu, bali wewe ndio uko unanena nao, kwa sababu una ujumbe maalum kwa kila mtu sabato hii. Neema yako itutoshe kila mmoja. Miongoni mwetu tunaweza kuwa na wale ambao hawajisikii mzuri. Miongoni mwetu tunaweza kuwa na wale ambao wana wagonjwa hospitalini na nyumbani, na miongoni mwetu pia tunaweza kuwa na wale ambao hawana amani na utulivu. Mungu wape yote ambao wanahitaji. Pia kila mmoja ana mahitaji yake ya kimwili na kiroho. Mungu watembelee, unapotembelea wengine usitupite. Nena nasi mchana huu, kwani katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Na tunasema ya kwamba ni sabato ya nurture and retention, na vile nilikuwa nimesema ya kwamba Mungu wetu ana mpango na kila mtu wetu. Na ndio maana wanasema ya kwamba roho moja inapomwamini na kumrudia, mbingu inafanya nini? Inashangilia. Mbingu inashangilia. Na ndiposa tunaposema ya kwamba mbingu inaposhangilia, ndiposa tunaona ya kwamba Mungu hana mpango wa kupoteza mtu yeyote. Na ndio nilikuwa nimesema ya kwamba alipoumba huu mbingu, aliumba mbingu ambayo ni kamilifu na ni bora zaidi, si ni kweli? Na akaweka wanadamu ndani yake ambao walikuwa wakamilifu. Lakini dhambi ilipoingia, waliposikia sauti ya wazazi wetu wa kwanza, waliposikia sauti ya muovu, tukaona ya kwamba dhambi ikafanya nini? Ikaingia. Na dhambi ilipoingia ikavunja uhusiano wetu na Mungu. Unaposoma Isaya 59 mstari wa 2 nasema ya kwamba dhambi ikavunja uhusiano wetu na nani? Na Mungu. Sasa tukakuwa wenye dhambi. Na wakasema ya kwamba dhambi ilipoingia, nini pia ikaingia? Mauti. Na pia wakasema wote ya kwamba wote wakapungukiwa na utukufu wa Mungu, wakakuwa wenye nini? Wenye dhambi. Na wote walipopungukiwa na utukufu wa Mungu wakakuwa wenye dhambi, watu wakachukua njia zao wenyewe. Nataka msomaji atusomee kitabu hiki. Msomaji, nataka utusomee Malaki
Malaki moja mstari wa 8, ya kwamba dhambi ilipoingia kila mtu akachukua njia zake, na alipochukua njia zake tukaona ya kwamba ibada nyingi zikaingia. By the way, watu wakaanza kuabudu sanamu, na ndio maana ukiona katika amri za 10 Mungu anasema ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Yaani attention yetu ikatoka kwa Mungu ikaingia katika vitu vingine, si ni kweli? Attention yetu ikatoka uhusiano wetu ambao ulikuwa mzuri na Mungu ukafanya nini? Ukapotea. Biblia inasema nini, msomaji? Malaki 1 mstari wa 8, pumzi ya Mungu inasema mstari wa 6 samahani, inasema mwana humheshimu baba yake. Ya kwamba mwana anafanya nini? Humheshimu baba yake. Anaheshimu baba yake. Ya kwamba sisi zote ambao ni wana wa wana ambao tuna wazazi wetu tunawaheshimu, si ni kweli? Ya kwamba wana huheshimu nani? Baba zao. Alafu na mtumishi humcha bwana wake. Lakini basi kama mimi ni baba yenu, ya kwamba Mungu anauliza ya kwamba kama mimi mnanitambua kama baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu ki wapi? Na ya kwamba kama mimi ni baba yenu na bwana wenu, heshima zangu ziko wapi? Ya kwamba dhambi ilipoingia, heshima kwa Mungu ikafanya nini? Ikakosekana, kwa sababu kila mtu alichukua njia zake mwenyewe. Na ndio maana unaposoma Methali 3:5 na 6 inasema ya kwamba mtumainie Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ya kwamba watu wakaanza kuweka matumaini yao kwa vitu vingine ambavyo sio Mungu. Na ndio maana wanaposema ya kwamba mtumainie Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, inamaanisha ya kwamba kuna watu ambao hawatumaini Mungu. Inamaanisha ya kwamba kuna watu ambao wanatumainia mali, kuna watu ambao wanatumainia vyeo, kuna watu ambao wanatumainia elimu, kuna watu ambao wanatumainia wazazi. Si ukweli? Ya kwamba wakaacha kutumainia Mungu, wakaanza kutumainia vitu vingine ambavyo ni mbali na Mungu. Na ndio maana akaongeza akisema ya kwamba wala usitegemee akili zako mwenyewe. Unajua kila mtu ana maarifa yake, kila mtu ana akili zake na zinamuelekeza vile anafanya, vile anataka, si ni kweli? Lakini kumbe Mungu anataka ya kwamba tumfanye nini? Tumuelekee yeye. Mungu anataka ya kwamba tumuelekee yeye. Ndio maana tulikuwa tunasema ya kwamba the way back to the altar. Si ni kweli? Timu yetu inasema ya kwamba the way back to the altar. Ya kwamba baada ya watu kumwacha Mungu, baada ya watu kuanza kujitumainia na kutumainia vitu, nini sasa ndiyo suluhisho ambayo tutafanya ya kwamba tukue na uhusiano mzuri na Mungu? Msomaji, nataka usome pia Malaki 3 mstari wa 7. Malaki 3:7, pumzi ya Mungu inasema tokea siku za baba zenu, ya kwamba tokea zamani zile, siku za nini? Za baba zetu, mmegeuka upande. Ya kwamba tumefanya nini? Tumegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu. Wakaacha maagizo ya nani? Ya Mungu. Na ndiposa unaposoma Biblia inasema ya kwamba wakati wanadamu waliendelea kuisidi katika uso wa ulimwengu, dhambi ilisidi. Si ndio kweli? No. Na ndio maana unaona ya kwamba ulimwengu wa kwanza ukaangamizwa na nani? Na maji. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati watu wakaendelea kumwacha Mungu. Wakati watu wakaendelea kufanya nini? Kumwasi Mungu. Na ndio maana wanasema ya kwamba tangu siku za mababu zenu mlifanya nini? Mlinigeukia na kuniacha mimi. Lakini Mungu
ana ujumbe maalum. Anasema nini msomaji? Inaendelea ikisema wala hamkuyashika. Wala hamkuyashika. Inaendelea nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi. Asema Bwana wa majeshi. Ya kwamba licha ya kuwa tulitaka na tukaenda mbali, lakini bado Mungu anafanya nini? Anaturudisha zizini. Bado Mungu anataka tuwe wana na binti zake. Hajatuacha. Unajua wakati mwingine ukisumbua mzazi, sisi wa kawaida kama wanadamu, si kweli? Usumbue mzazi atakwambia sasa hapa kwangu fanya nini? Ondoka, sikutaki kukuona. Na uende kabisa, sitaki kufanya nini? Kukuona. Lakini Mungu, licha ya kuwa tulikuwa wasumbufu, tulikuwa wenye dhambi, lakini tunaambia kwamba akatoa mwana wake wa pekee ili kila mtu awe na uzima wa nini? Ili kila mtu awe na uzima wa milele, awe na uhusiano mzuri na Mungu. Uhusiano ule ambao uliharibika, ambao dhambi ilileta, Mungu alikuja ili tuunde nini? Uhusiano huo. Daraja ambayo ilikuweko ya kwamba tulikuwa na bonde, Mungu upande mwingine, sisi upande mwingine. Sasa ikabidi ya kwamba Mungu alete Yesu ili wewe umfikie Mungu na Mungu afanye nini? Akufikie wewe. Na ndiposa tunasema ya kwamba dhambi ni mbaya kwa sababu ilitutenga na nani? Na Mungu. Lakini Mungu anasema ya kwamba nirudieni mimi nami nitafanya nini? Nitawarudia. Mungu anataka tumrudie. Na ndiposa tunasema ya kwamba tunapoongelea juu ya nurture and retention, Mungu anataka ya kwamba tupate watu, tufikie watu na tusipoteze yeyote. Si ni kweli? Lakini watu wengine unaona wakati mwingine wanakuja hawajali watu. Lakini Mungu anataka ya kwamba wanapoingia wasifanye nini? Wasitoke. Wanasema ya kwamba utafiti ambao ulifanywa wa kanisa letu la Waadventista wa Sabato, ya kwamba tunapohubiria watu kule nje, wanapoingia ndani ya kanisa, si kweli? Wanapotea tena wakiwa ndani ya nini? Ya kanisa. Wanatoka wengi. Wanaingia wengi, wanatoka wengi. Na wanapotelea wapi? Ndani ya kanisa. Kwa sababu gani? Labda wanapoingia labda hawapati kusudi ambao waliingia, si kweli? Na labda wanaingia na wanapoingia ndani wanaona ya kwamba pengine watu ambao wako ndani ni wabaya sana kuliko vile walifanya nini? Walitoka. Lakini nina habari njema ya kwamba Yesu anaokoa. Si kweli? Nina habari njema ya kwamba ndani ya kanisa la Mungu ndiyo hospitali ya nani? Ya Mungu. Ya kwamba Mungu alikutoa katika ulimwengu ili usipotee. Uingia katika zizi lake, akuandae, akujenge kwa ajili ya ufalme wa nani? Wa Mungu. Na ndiposa tunasema ya kwamba wewe ulio hapa kanisani, wewe ulio hapa ndani, ya kwamba Mungu anakujali. Na anakusudi, alikutoa nje, akuingiza ndani ya kanisa ili upate kufanya nini? Upate kupona. Kanisa linatuongoza kwa nani? Kwa Yesu. Na hakuna mtu yeyote atakayekuokoa, awe ndugu yako, awe mchungaji, awe tajiri yako ama mwajiriwa wako, hawezi kufanya nini? Hawezi kukuokoa. Tuna njia moja ambayo ni ya wokovu, ambayo ni ya nani? Ni ya Yesu Kristo. Unaposoma 14 Yohana mstari wa 6 inasema ya kwamba Yesu anasema ya kwamba mimi ndimi njia, kweli na nini? Na uzima. Na akaongeza hapo mbele ya kwamba mtu haji kwa Baba ila kwa nani? Kwa mimi. Mnasemaje? Ya kwamba tuna Mungu ambaye ana uzima wa nini? Wa milele. Ambaye yeye anatupa uzima, ambaye kupitia kwake tunaokolewa. Na ndiposa tunasema ya kwamba Mungu huyu ndiye aliyetukuokoa wewe, Mungu huyu ndiye aliyeniokoa mimi, na Mungu huyu ndiye anaendelea kuokoa watu. Si ni kweli? Sasa anasema ya kwamba nirudie mimi
nami nitafanya nini? Nitawarudia. Nataka msomaji usomee pia kitabu hiki cha Second Chronicles fungu la 7 mstari wa 14. Second Chronicles fungu la 7 mstari wa 14. Nasema nini? Mambo ya Nyakati wa pili 7:14. 7:14. Pumzi ya Mungu inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Ya kwamba Mungu sasa anatoa wito ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, ya kwamba sisi ambao ni watu wa Mungu, ambao tuliitwa kwa jina la nani? La Mungu, si kweli? Wewe uliitwa kwa jina la Yesu, mimi nikaitwa kwa jina la Yesu. Wewe ulikuja kwa sababu ya nani? Ya Yesu. Na ndio maana wanasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina la nani? Langu, watafanya nini? Watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso. Ya kwamba watajinyenyekeza. Jambo la kwanza Mungu anataka ya kwamba sisi ambao tumeitwa kwake tufanye nini? Tujinyenyekeze. Ya kwamba kama Yesu mwenyewe alijinyenyekeza, wanatuambia kwamba unaposoma Wafilipi inasema ya kwamba yeye aliyeacha nini? Utukufu na enzi, akaona ya kwamba ajinyenyekeze, akaja mpaka akawa nani? Mtumwa. Ya kwamba katika ufalme wa Mungu ili tufaulu ni lazima tufanye nini? Tujinyenyekeze. Unajua wakati mwingine kutokuwa unyenyekevu wetu ndio inafanya watu wengine wasimuone Yesu. Kutokuwa wanyenyekevu ndio inafanya wakati mwingine sisi tutafanya nini? Tutapotea. Mungu anahitaji tuwe wanyenyekevu, na ili tuwe wanyenyekevu tunaambia kwamba tunamjua nani? Tumjue Yesu, kwa sababu tunajifunza kutokana na nani? Na Yesu. Tunajifunza kutokana na yeye. Yeye ndiye mfano wetu wa kwanza. Kama yeye alinyenyekea, sisi pia tunahitaji kufanya nini? Kunyenyekea. Jambo la pili nasema nini? Kuomba. Ya kwamba ikiwa watu wangu watajinyenyekeza na kuomba, ya kwamba pia katika kumbe ufalme wa Mungu tukitaka kufaulu ni lazima tuwe watu wa nini? Wa maombi. Ulimwengu huu ni ulimwengu wa majaribu. Tunapambana na nguvu na falme za giza, na sisi wenyewe kwa uwezo wetu hatufanyi nini? Hatuwezi weza. Lakini tukipiga magoti tuombe, tutakuwa washindi, kwa sababu tunaelekeza haja zetu na shida zetu kwa yeye aliye mshindi, kwa yeye aliyetuokoa, yeye anayetulinda, ambaye ni nani? Ambaye ni Yesu Kristo. Na ndio maana wanasema ya kwamba tupeleke haja zetu mbele za nani? Na Yesu. Ikiwa tutajinyenyekeza na ikiwa tutaomba, alafu tena inasema nini? Na kunitafuta uso. Na kunitafuta uso. Ya kwamba pia tunahitaji kutafuta uso wa Mungu. Unajua wakati mwingine mimi waambia watu ya kwamba Ukristo ni gharama, na itahitaji hata maisha yako. Itakukaribu nini? Maisha. Kama ilikarimu mwana wa Mungu, kwa nini wewe isikukaribu? Kama ilikarimu wanafunzi wa Yesu na watu wengine ambao walisimama kulitetea Injili na kutangaza neno hili, kwa nini wewe isikukaribu maisha? Unajua watu wengine wanaona ya kwamba pengine kukuja kanisani, kukaa kanisani hivi ndio Ukristo. Lakini Mungu anasema ya kwamba unahitaji kumtafuta, na umtafute kwa roho na kweli. Unasikia hivyo? Yesu alipokuwa anaongea na mwanamke Msamaria ambaye alienda kuchota maji, tunaona ya kwamba akamwambia nini? Bwana anatafuta watu wanaofanya nini? Wanaomwabudu kwa roho na nini? Na kweli. Hebu soma Yeremia 29:13. Neno la Mungu linasema nini? Ya kwamba kumbe
Tunahitaji kumtafuta. Wakati mwingine ninaona wanasiasa vile wanatafuta viti, si ni kweli? Ninaona hawa watu ambao wanatafuta mali vile wanatafuta mali, na ninaona watu wenye wanatafuta elimu vile wanatafuta, ya kwamba watu wanatumia mamilioni ili wapate elimu, si ni kweli? Watu wanatafuta mamilioni, wanatumia mamilioni ili wapate vyeo, wapate mali. Ya kwamba mtu atatumia chochote ambacho kinahitaji. Hata wakati mwingine watu wanaamua kuchukua wengine maisha, si ni ukweli? Ili wajifanikishe na wapate vitu ambavyo wanafanya nini? Wanahitaji. Na sasa sisi ambao tunatafuta ufalme wa Mungu tufanye namna gani? Kwa sababu wanasema ya kwamba tujinyenyekeze mbele za, tumtafute nani? Mungu, si ni ukweli? Yeremia 29:13 inasema nini? Inasema mtumishi, inasema nanyi mtanitafuta na kuniona. Nanyi mtafanya nini? Mtanitafuta na kuniona. Mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Ya kwamba Mungu anataka umtafute kwa moyo wenu wote. Vile unatafuta elimu, tafuta Mungu, si ndio kweli? Vile unatafuta cheo, vile unatafuta fedha, tafuta Mungu. Yaani utafute Mungu kwa hali na nini? Na mali. Kwa hiyo lolote liwalo, tafuta nani? Tafuta Mungu. Unajua kwamba ufalme huu Biblia iliandika mahali ya kwamba wenye nguvu ndio watauchukua. Si waliandika mahali? Sasa wewe ukilegea, hata wanasema ya kwamba waoga, walegevu, wanyonge hawataingia wapi? Ufalme wa nani? Wa Mungu. Sasa tafuta Mungu kwa bidii. Utafute Mungu kwa nini? Kwa nguvu. Na usiwache nafasi mtu yeyote akutoe. Unajua wakati mwingine ninapata mwingine wanasema ya kwamba Mkristo anasema ya kwamba hao kuja kunitembelea ati sasa nimewaachia kanisa yao. Si hivyo ndio Wakristo tunasema? Usiachie mtu, afadhali uachie mtu vitu zingine, lakini usiachie mtu nani? Yesu. Nikana kwamba Yesu kwako hana maana, mwenye maana ni huyo mtu, si kweli? Ndio maana Yesu, Biblia inasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na nini? Na kitu. Mimi kama mchungaji ninakuelekeza kwa mchungaji mkuu ambaye ni nani? Ambaye ni Yesu. Na ili tupate tufaulu ni lazima tumwangalie nani? Yesu. Utakapoangalia mali utapotea. Utakapoangalia mhubiri utapotea. Utakapoangalia washiriki utafanya nini? Utapotea. Lakini utakapomwangalia Yesu utafanya nini? Utapona. Hata kwa shida utakuwa na Yesu. Hata kama hakuna mtu atakuja, lakini uko na Yesu, uko na yote. Hata ukue katika hali ya magonjwa, hali ya umaskini, hali ya ambaye hata hauna elimu, lakini una Yesu, una nini? Una yote. Sasa ndio maana wanasema ya kwamba tafuta Yesu kwa bidii na kwa moyo wako wote. Na hiyo ndio amri ya Mungu ya kwanza. Si ni wanasema hivi? Wanasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa dini yako yote ufanye nini? Mpende Mungu. Yaani hiyo ndio amri ya kwanza yenye Mungu alifanya nini? Alitupa. Na hiyo ndio kitu ambacho tunahitaji, ya kwamba tumpende Mungu na tumtafute kwa bidii. Tunaona ya kwamba kuna wafanyakazi wanafanya kazi kwa bidii. Wafanyabiashara wanafanya biashara kwa bidii, wakitafuta kuongeza mali yao, si kweli? Lakini ikikuja kumtafuta Mungu wanalegea. Unajua ya kwamba vyeo hivi wakati mwingine havitakuwa na maana. Elimu hiyo wakati mwingine haitakuwa na nini? Na maana. Na fedha hizo na mali hizo wakati mwingine hazitakuwa na nini? Lakini umaisikia wakati mmoja wakisema ya kwamba Yesu atakosa maana. Yesu atakosa, na ndiye atasidi kufanya nini? Kunawiri. Kwa sababu Yesu mwenyewe alipokuja hapa, walipomweka msalabani, walifikiria kwamba mambo yake yamefanya nini? Yameisha. Lakini alipofufuka akaenda mbinguni, wanatuambia ya kwamba aliporudi akaambia wanafunzi wake, nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Na ya kwamba hata funguo za kuzimu nazo.
na akasema ya kwamba mimi ni wa kwanza na tena wa nini, wa mwisho. Na kama Mungu ndiye atakayekuja, ambaye pia tunaambia kwamba atakuwa mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, kwa nini tusimtafute? Na tena ni kwa nini? Kwa bidii. Na ndiposa tunaporejelea fungu letu ambalo lilikuwa fungu kuu, msomaji, Wafalme wa kwanza 18 ngapi? 30. Inasema nini? 18:30 inasema kisha Eliya akawaambia watu wote, ya kwamba kisha Eliya akawaambia watu wote, alafu nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Watu wote wakafanya nini? Wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Ninaona ya kwamba tunaposoma fungu hili, ukitaka kuelewa fungu hili mzuri, unaanza na mafungu mengine ambayo yalitangulia, na unapoanza na mafungu mengine ambayo yalitangulia, ndipo utakuja ufahamu mzuri kwa nini nabii huyu anasema ni nikaribieni mimi nanyi nifanye nini? Nikaribie. Tunaambia kwamba katika ufalme katika enzi za mfalme Ahab na mke wake Jezebel, tunaambia kwamba mfalme huyu alikuwa muasi mbele za nani? Za Mungu. Ya kwamba katika wafalme wa Israeli kuna wafalme ambao walitafuta uso wa Mungu na kuna wafalme ambao hawakutafuta uso wa nani? Wa Mungu. Kuna wafalme ambao waliunda madhabahu ya kumwabudu Mungu na kuna wafalme ambao waliunda madhabahu ya kuabudu miungu mingine. Na tunaona ya kwamba baadhi ya wafalme ambao waliunda madhabahu ya kuabudu Mungu mwingine ni nani? Ni huyu mfalme ambaye anaitwa nani? Ahab. Tunaambia kwamba Ahab, Biblia itatuambia kwamba alikuwa na miungu ya Baali. Alikuwa na manabii wa Baali ambao walikuwa wanakula na yeye kwa meza. Yaani mfalme huyu ambaye alikuwa anatafuta uso wa watumishi wa Mungu afanye nini? Awaangamize. Na ndiposa ya kwamba tunaambia kwamba Mungu, hasira za Mungu zikakuja, Mungu akamtuma Elijah aenda amwambie mfalme ya kwamba hakutanyesha siku ngapi? Miaka mingapi? 3.5 kwa sababu wanaabudu Mungu mwingine. Na tunaona katika muktadha huu sasa, wakati nabii anaita watu, mfalme na watu wengine walifikiria kwamba pengine anakuja kuambia kwamba sasa mvua itafanya nini? Itanyesha. Lakini tunaambia kwamba ujumbe wake ulikuwa tofauti na vile watu walikuwa wanafanya nini? Wanatarajia. Ujumbe wake ulikuwa tofauti na vile watu walikuwa wanatarajia. Wanasema ya kwamba Ahab and the people expected that Elijah could in solemn assembly bless the land and pray for the rain, but he had other work to do. Na kwamba walifikiria ya kwamba Elijah huyu anapotuita hivi sasa anakuja anataka atubariki, si ni kweli? Na ambie mvua ifanye nini? Inyeshe. Lakini alikuwa na kazi nyingine. Msomaji, nataka unisomee Zaburi 10:17. Kazi ambayo nabii huyu alikuwa nayo haikuwa ya kuambia watu mvua itanyesha. Ilikuwa kazi ya kunyosha roho za watu. Inasema nini? Zaburi 10:17 inasema, Bwana, umeisikia tamaa ya wanyonge, utaitengeneza mioyo yao, utalitega sikio lako. Ya kwamba Mungu alikuwa anataka kutengeneza mioyo za nani?
za watu. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa na shida, wakati mwingine unaweza kuwa na matatizo, ufikiria ya kwamba pengine utaomba Mungu akuje atoe shida hiyo, si kweli? Lakini Mungu atakuja aunde roho yake ili wewe usifanye nini? Usipotee. Na kwamba kazi ya Elia ilikuwa ya kwamba kuunda roho za nini? Za watu, kuwarudisha uhusiano wao na nani? Na Mungu. Kwa sababu tunaambia kwamba watu hawa walikuwa wanaabudu Mungu kiasi, wanaabudu tena nani? Baali, miungu mingine. Na ndio maana kanisa la leo liko hivyo, ya kwamba watu wanaabudu Mungu na wanaabudu nani? Miungu mingine. Ndani ya kanisa ndio watu wanaenda kutafuta miungu, wanaenda kutafuta waganga, wanaenda, si ni ukweli? Ndani ya kanisa ndio watu wanafanya mambo ambayo ni ya ajabu. Ndipo sasa tunasema ya kwamba Mungu ili akufanyie matengenezo na udumu kumwabudu yeye, ni lazima aanze kuandaa nini? Moyo wako. Unapoangalia, acha tusome fungu hili, utaona ya kwamba kumbe watu hawa walikuwa wanaabudu Mungu na walikuwa wanaabudu miungu. Wafalme wa pili 17:33. Na ndiposa nabii huyu alitaka kurejesha watu kumwabudu Mungu, wajue ya kwamba Mungu huyu ni nani ambao anastahili kufanya nini? Kuabudiwa. Wafalme wa pili 17:33 inasema nini? Wakamwacha Bwana. Wakafanya nini? Wakamwacha Bwana. Wakamwacha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe. Ngoja kwanza. Wakamwacha Bwana. Walimcha ama walimwacha? Samahani. Wakamcha Bwana. Wakamcha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe. Ya kwamba kumcha Bwana ni kumwabudu Mungu, si kweli? Ya kwamba walimcha Mungu, ya kwamba walimwabudu Mungu, na huko wanafanya nini? Wanaabudia nini? Miungu yao. Hiyo ndio tatizo lingine ambalo liko ndani ya kanisa. Ndio unaona ya kwamba watu wanakuja kanisa, wanakuja na ulimwengu, si kweli? Wanaleta tamaduni, wanaleta shughuli zao ndani ya kanisa, na wanapoleta kanisa ndani ya kanisa pia wanamwabudu nani? Wanamwabudu Mungu. Lakini Mungu anasema ya kwamba aidha ukue moto au ukue nini? Baridi. Na ndio maana unaona ya kwamba Mungu alipotoa watu Egypt, akawapitisha jangwani miaka ngapi? Wote ambao walitoka Misri ni watu wangapi walifika? 2. Huyo ni Caleb na nani? Na Joshua. Yaani Mungu aliwatoa Misri akawapitisha jangwani ili Umisri wote autoe, alafu watu waingie wakuwe nini? Wakamilifu. Ya kwamba Mungu amekutoa katika ulimwengu akuweke kanisani, akutoe ndani ulimwengu ili ukuwe mwana wa kwenda wapi? Mbinguni. Uwe msafiri wa kwenda wapi? Mbinguni. Na ndio maana wanasema ya kwamba ati watu hawa walimwacha Mungu, walimcha Mungu. Walipomcha Mungu pia wakamwacha Mungu, yaani wakaabudu sanamu zingine. Na ndio maana wanasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wakakuwa wanaabudu Mungu na wanaabudu miungu mingine. Lakini Mungu anasema ya kwamba uabudu yeye peke yake. Na ili uabudu yeye peke yake, ni lazima Mungu atengeneze moyo wako. Ni lazima Mungu akuunde, akuweke katika kumpenda yeye, akuweke katika kumchagua yeye kila wakati, akuweke katika kumfikiria keseka. Na ndio maana wanasema ya kwamba hiyo ndio tunafanya matengenezo, tunanacha na tunafanya nini? Na tunafanya retention. Retention ni kuwaweka ili msifikirie maneno mengine, kuwaweka ili mwangalie nani? Yesu peke yake, ili kuwaweka ili msiangalie tena kutoka mwende mahali pengine, bali muangalie Yesu peke yake. Yeremia 2:11 inasema ya kwamba mataifa haya yalikeukia miungu mingine, na pia watu wa Mungu wakageuka.
Soma yeye inasema nini? Yeremia 2:11 inasema, je, taifa wamebadili miungu yao? Wanauliza, je, taifa wamebadili miungu yao? Alafu ingawa sio miungu, lakini watu wangu wameubadili utukufu wao kwa ajili ya kisichofaidi. Ya kwamba watu ambao wanaabudu miungu hawajabadili, bado wanaabudu nini? Miungu. Si kweli? Hao hawajabadili, lakini watu wa Mungu wamefanya nini? Wamebadilisha, badala ya kuabudu Mungu wameanza kuabudu nini? Na ndio maana unaona ya kwamba tunaitwa mzuri. Ulipoanza safari ulianza mzuri. Si kweli? Nini inatendeka wakati unafika kanisani? Wakati umeendelea na safari yako ya Ukristo, nini inatendeka hapa? Unaacha kuwa Mkristo, unaacha kumtumainia Mungu, unaanza kutumainia vitu vingine. Si wakati ulianza mzuri. Nini inaanza? Unabadilika, unakosa kumtumainia Mungu, kwa sababu pengine ulipoanza elimu yako kwenda shuleni ulikuwa mzuri. Si kweli? Wakati unasoma unaendelea na masomo yako, wakati unanawiri katika masomo, unaanza kuona ya kwamba pengine Mungu sio maana. Si kweli? Ulimtambua Mungu wakati haukuwa na kitu. Wakati umepata mali, sasa unaona Mungu sio maana. Ulimjua Mungu wakati hauna cheo. Wakati umepata cheo, unaona Mungu sio ya kwamba watu wa ulimwengu ambao wanaabudu sanamu bado wanaabudu sanamu. Si kweli? Lakini watu wa Mungu wamefanya nini? Wamebadilika. Wametoka kumwabudu Mungu, wanaabudu nini? Sanamu. Ndio maana tunaona ya kwamba watu wa Israeli wakati huo wa Elija walikuwa wanaabudu sanamu, na wanasema ya kwamba watu hawa walikuwa wengi sana. Hebu soma Mfalme wa Kwanza 18:22. Inatuambia walikuwa manabii wa Baali walikuwa wangapi? Wanatuambia walikuwa 450 na wengine 400. Inasema Wafalme wa Kwanza 18 alafu 22 inasema, ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu, lakini endelea, nabii wa Bwana. Lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili wao na wajichagulie ng'ombe mmoja. 19, soma 19. Hao wamesema nabii wa Baali ni 450. Alafu 19 inasema, basi sasa upeleke watu, unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Kameli, na wale manabii wa Baali 450, na wale manabii wa Ashera 400, walao chakula mezani pa Yezebeli. Ya kwamba kumbe watu ambao ni manabii wa Baali 450, si kweli? Na wa Ashera 400. Yaani inamaanisha kwamba nchi hiyo ilikuwa na nini? Na uovu, na sanamu tu ndio walikuwa wanafanya nini? Wanaabudu. Lakini mtu mmoja ambaye alikuwa nabii wa nani? Wa Mungu. Nataka kuwapa ujumbe hii ya kwamba hata ubaki mmoja, mtetee Mungu. Hata ubaki mmoja, usimwache nani? Usimwache Yesu. Kwa sababu utaona ya kwamba watu si wanafanya. Si ni kweli? Si watu wanaenda kwa waganga, wacha mimi naye niende kwa waganga. Si ni kweli? Si watu ni walevi, wacha mimi naye nikuwe nini? Mlevi. Si watu ni wezi, wacha mimi naye nifanye nini? Si watu ni wanafanya hivyo, wacha mimi naye nifanye nini? Nifanye. Lakini habari njema ni ya kwamba hata ubaki mtu mmoja, kuwa mwaminifu kwa nani? Kwa sababu mbingu yote itakuwa inafanya nini? Inakuangalia wewe. Usiogope na usishawishike. Si ni kweli? Watu wanapofanya waovu wanaenda matanga Jumamosi, si kweli? Wanafanya sijui nini. Wao unaona si ni kawaida. Lakini mbele ya Mungu sio nini? Si kawaida. Wanasema kwamba dhambi ni dhambi. Hata kama ulimwengu wote utaidilisha, lakini itabaki kuwa nini?
Unaona siku hizi dhambi wanaita majina mzuri. Wanaita dhambi majina mzuri ili sisi tuone ni kawaida, lakini mbele za Mungu ni nini? Ni dhambi. Hata ubaki peke yako, mtetee nani? Mtetee Mungu. Ya kwamba Elijah alibaki peke yake na akasimama na Mungu mpaka kuchallenge watu 850. Imagine. Akaambia watu 850 kuja, si ni kweli? Tukutane huko tuone sasa nani ndio Mungu wa nini? Wa kweli. Watu 850 wakakuja. Na walipokuja, Elia akatoa wito. Fungu la 24 inasema nini? 24 inasema, mtumishi, nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana. Ya kwamba nyinyi omba kwa jina la Mungu wenu na mimi nitaomba kwa jina la nani? Sasa ulimwengu unapokuwa katika ulimwengu, wewe omba Mungu wako, si ni kweli? Na huyu waombe Mungu isikushtue. Usimame na Mungu wako liwe liwalo. Hata kama ni kwa mauti, usimame na Mungu wako. Na tunaona watu ambao walisimama na Mungu na vile Mungu pia alisimama nao. Kuna Danieli alitupwa katika tundu la simba, si kweli? Kuna Shadraka, Meshaki na Abednego wakatupwa katika nini? Tanuru ya nini? Ya moto, si kweli? Kuna watu ambao walisimama na Mungu na Mungu akafanya nini? Akasimama nao. Ukristo ni wewe kufanya uamuzi. Usingoje mtu akufanyie uamuzi. Ni wewe kuamua ya kwamba unasimama na nani? Na Mungu. Ni wewe kusema ya kwamba Mungu wako ni Yesu Kristo. Usingoje mtu akwambie, akuelekeze. Na kwamba abudu Mungu wenu, muite Mungu wenu, mimi nifanye nini? Niite Mungu wangu. Alafu endelea msomaji. Inaendelea ikisema, na Mungu yule ajibuye kwa moto. Na Mungu yule atakayejibu kwa nani? Kwa moto. Ndiye nani? Na awe ndiye Mungu. Nawe ndiye nani? Ndiye Mungu. Fungu la 25. Elia akawaambia manabii wa Baali. Elia, ujumbe huu ambayo Elia aliwaambia manabii wa Mungu wa Baali ndio ujumbe ambao nawaambia leo, siku ya leo. Inasema nini? Jichagulieni ng'ombe mmoja, mkamtengeze kwanza, alafu maana ninyi ndio wengi, mkaliite jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtwaa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeza, wakaliita jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri. Alafu wakisema, Baali utusikie. Alafu lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka, akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumza au ana shughuli au anasafiri au labda amelala, sharti aamshwe. Ya kwamba Mungu wetu utusikiza. Wakati mwingine unaweza fikiria kwamba Mungu hatakusikia, lakini Mungu wetu anafanya nini? Na ukijua kwamba Mungu huyu ndiye tunayemwabudu ni Mungu anayeishi, mwabudu yeye. Na ndio maana tunaona kwamba nyinyi omba Mungu wenu, mimi niombe Mungu wenu. Hao wakaanza kuomba Mungu wao, wakaomba kuanzia asubuhi mpaka saa ngapi? Jioni. Na ndio maana kabla hajawaambia waombe Mungu, aliwaambia kwamba kabla mjaanza kuomba kuna uamuzi nitakana kufanya. Soma fungu la 21. Ya kwamba kabla mjaamua kuomba kuna uamuzi nitakana kufanya nini? Mfanye. Uamuzi huu ni gani? Na Elia akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni. Ya kwamba wakati mwingine ujumbe unakuja kwamba Mungu kama ndio Mungu ufuate, si kweli?
Na kama miungu mingine na shughuli zingine na vitu vingine ndio Mungu, kufanya nini? Fuata. Inakuja kabla ya majaribio halijafanya nini? Hajafuata. Kwa sababu unapokataa kumfuata Mungu, ya kwamba itategemea na matokeo ambayo utamuomba hapo mbele. Si ndio kweli? Hawa aliwaambia sasa nimewaita, lakini kabla sijasema yenye nimewaitia, watu wenye wanasema Mungu wakuje upande hii. Sasa na watu ambao wanasema ni Baali wafanye nini? Waende huko. Alafu akawaambia sasa, kwa sababu mmechagua nyinyi, mmechagua Mungu na nyinyi mmechagua Baali, haya sawa. Omba sasa Mungu wenu tuone kama atawasikia, na miungu yenu kama itafanya nini? Itawasikia. Na ndio tunaona kwamba waliochagua Baali waliomba kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini Baali hakufanya nini? Hakuwasikia. Unaweza kuwa umeelekea hiyo njia, na kwamba unaweza kuwa umeelekea hiyo njia, na ndio maana wakati maombi yako pengine hayasikiki, si ni kweli? Mungu anasema ya kwamba dhambi zenu zimeuficha uso wa nani? Wa Mungu. Na ya kwamba hata asisikie maombi yetu. Labda tumeelekea njia ambayo Mungu hakutaka tufanye nini? Tuelekee. Na ndio maana tunamwacha Mungu, tunafuata miungu mingine. Ndio maana anasema ya kwamba tangu siku za mababa zetu tumemkeuka Mungu, tumemwacha nani? Tumemwacha Mungu. Uamuzi ni wako kumwabudu na kumchagua Mungu. Kwa sababu unapochagua Mungu, umechagua kila kitu. Alafu inaendelea inasema nini sasa? Wao wakaomba kuanzia asubuhi mpaka jioni, alafu wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe kama ilivyokuwa desturi yao. Hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Ya kwamba hata ukiwa na ibada ambayo si ya kweli, hata utumie mbinu zote, baada itakuwa si ya nini? Si ya kweli. Lakini ibada ya kweli ya Mungu haihitaji gharama mingi. Si kweli? Wanasema ya kwamba muamini nani? Muamini Yesu. Muaminie na kupatisa ataokoka. Asiye muamini atafanya nini? Atahukumiwa. Yaani kumkubali na kusikia sauti ya Mungu, umepata ufalme wa nani? By the way, habari njema ni ya kwamba sisi zote, watu wote wako katika kitabu cha nini? Cha uzima. Lakini wewe mwenyewe ndio unachagua kutoka katika kitabu cha nini? Cha uzima. Aje Mungu amekupa uzima bure, wewe umekataa kuufuata, sasa si utapoteza? Kwa sababu kila mtu ni kama vile tunavyoenda kwa mtihani. Unaona tunaenda kwa mtihani, tumeletewa karatasi ya 100%. Si ni kweli? Itategemea wewe vile utafanya. Utafanya upate 02, utafanya upate 50, utafanya upate 100. Si ni kweli? Sasa Mungu ametupa uzima bure. Ni wewe kufanya bidii yako kuutetea uzima huo, usifanye nini? Usipoteze. Ndio maana wanasema ya kwamba wao wakaomba kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini hawakufanya nini? Hawakujibiwa. Msomaji endelea. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Ya kwamba Yesu anakuita leo. Anasimama katika mlango wa moyo wako. Anasema ya kwamba nirudieni nami nitafanya nini? Nitawarudia. Anasema ya kwamba anasimama kwenye mlango, anapisha, anakuambia fungua nifanye nini? Nipate kuingia. Ya kwamba akawaita ili awaelekeze kwa njia ya nani? Ya Mungu. Ndio maana fungu hilo ndio linasema ya kwamba Elia akawaita akasema nirudieni mimi. Ujumbe wa leo unasema ya kwamba Yesu anawaita, anasema ya kwamba njoo kwangu wenye shida, wenye matatizo, wenye mizigo, ili wafanye nini? Apate kuwapumzisha. Anasema ya kwamba njoo ili upate uzima wa milele nini? Bure. Ndio maana wimbo ulisema ya kwamba Yesu akuita wewe. Haiti mwingine, anakuita wewe.
Yesu akuita wewe, uje leo, kusita akuita uwe, utanga upeo. Sikie, sikie, Yesu akuita, ujitowe moyo sasa, ya kwamba Yesu anakuita umchague yeye sasa. Yesu anakuita uje leo, hauna nafasi nyingine. Unajua kuna wakati ambapo labda unaona ya kwamba una nafasi, lakini ulimwengu wa sasa hauna nafasi nyingine. Panga mipango yako kama utaishi miaka 1000, lakini ishi kana kwamba leo ni siku ya nini? Ya mwisho. Yesu anakuita leo, ya kwamba una sita katika njia mbili mpaka lini? Kama Mungu ndiye Mungu, mfanye nini? Umfuate. Na kama Baali na miungu mingine ndiye Mungu wako, ufanye nini? Ufuate. Lakini Mungu anakuita leo ufanye nini? Uje kwake. Sijui ni wangapi ambao wanataka kuomba nao ya kwamba wamesikia wito huu wa Yesu kuwaita, na wamesema ya kwamba leo hii wanaenda kwa Yesu. Kama kunaye mtu kama huyo, naomba ya kwamba nataka kuomba na mtu kama huyo, ya kwamba tufanye matengenezo ya kumchagua Yesu kila siku. Tufanye matengenezo ya kufanya uhusiano wetu na nani? Na Yesu kila siku. Sijui ni wangapi wanasema ya kwamba Yesu, wanasikia sauti ya Yesu, wanataka kwenda kwa Yesu. Nataka kuomba na mtu kama huyo, na kama kunaye, tunaomba ya kwamba msimame tuombe. Asante kwa wote ambao wamesimama, na tunaomba ya kwamba Yesu alisema ya kwamba wote wanaokuja kwangu sitafanya nini? Sitaacha kwa kamwe. Tunaomba ya kwamba kuanzia leo, safari hii, Yesu awe pamoja nanyi na asiwawache siku zote ambazo mtakuwa mmemchagua yeye kama Bwana na Mwokozi wenu. Tunaomba. Asante Mungu, kwa sababu wewe ndiye unayeona mioyo zetu, na leo hii umetuita kwako ili utengeneze mioyo yetu na tuwe na uzima na tena tele. Hatuna mwingine ambaye tunamhitaji, hatuna mwingine ambaye anatuokoa, ni wewe tu. Wana na bibi zako wamechagua kuja kwako, uwapokee jinsi ulivyo, uwabariki, uwatakaze. Na Mungu, naomba ya kwamba neema yako ipate kuwatosha. Siku hiyo utakapotuita majina, naomba ya kwamba yeyote yule asipotee. Utuandae kwa ajili ya ufalme wako, kwani katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Asante.